Naomba niweze kuzindua rasmi hii Chadema Queen's Kitchen. Lengo lao kubwa kwanza kuita hii Chadema Queen's Kitchen ni kwamba waweze kujitolea katika misiba, harusi za wanachama, kuweza kutoa huduma ya chakula, pamoja na wakiitwa kupika wataenda, lakini pia wamenunua vyombo kwa ajili ya kuendesha hili zoezi. Hao waliokuwepo hapa wamevaa mavazi rasmi ya kuonyesha kwamba ni wapishi. Ilikuwa ni sehemu ndogo ya hilo kundi ambalo tayari limeundwa na Baraza la Uongozi wa Mkoa kwa pamoja na jimbo la Dodoma mjini. Wanasema wameanza na Dodoma mjini. Baada ya hapo wataenda, wakiamini kwamba Dodoma mjini ndio makao makuu ya nchi, lakini ndio sehemu ambayo ina watu wengi. Na Chadema imefanya hivi mkoa wa Dodoma ili kuweza kuonyesha mfano. Sisi tunadili na jamii. Kwa hiyo swala hili la Chadema Queen's Kitchen halitaishia kuhudumia jamii ya wanachadema tu. Itahudumia hata jamii tunaoishi nayo mitaani. Tunao wananchi wengi ambao wanapata changamoto, kwa mfano misiba, lakini hawana uwezo wa kuazima vyombo, wa kuwapikia. Chadema wakifikiwa kwa maelezo ya mwenyekiti wa mkoa na kwa makubaliano ya viongozi wa jimbo la Dodoma mjini, wamesema wako tayari, wataweza kujitolea kutoa vyombo, na ikibidi wanaweza kundi kama kundi likaenda kusaidia hiyo familia ili kuweza kujikimu katika kipindi hicho cha mpito. Lakini kwa sababu tunajua pia siasa ni uchumi pia, hatuwezi kufanikiwa kisiasa bila uchumi. Hili kundi mbali na kutoa huduma ya kijamii, patakapokuwa na shughuli yoyote ambayo ni ya kistarehe, sasa kama vile harusi, ukipenda kuongea nao, hili kundi litaweza kutoa huduma ya kupika chakula kwa ajili ya kujipatia chochote kama chama, na lipo chini ya baraza la wanawake, kwa sababu ndio mali imeitwa Queens. Queens unajua ni wanawake, ni kwa ajili hiyo. Lakini pia chama mkoa kimetambua kwamba kwa nini kianze na Queens. Unajua wanawake tuko wengi kwa idadi ya sensa yetu, lakini wanawake tunasema ni chimbuko la nini? La maendeleo. Ukiona familia imekosa mama, kuna mushkeli kidogo. Kwa hiyo tumewatanguliza kina mama, tukiamini ya kwamba wao wanaweza kawa chachu katika jamii yetu kuweza kutoa huduma za kijamii, ikiwa ni sehemu ya chama kuhudumia jamii. Kwa wanawake tunao wengi, mabinti tunao wengi. Leo ndo tumezindua. Hawa mliowaona hapa ilikuwa ni sehemu ndogo, wengine walikuwa wako jikoni, na wengine tutaendelea kama walivyosema, awamu ya pili itakuwa mwezi Machi. Kwa naomba niwapongeze viongozi wa mkoa na jimbo kwa kuweza kuja na hili wazo la kuibua hili kundi ambalo litakuwa kimbilio la wananchi wengi, hasa wenye maisha magumu. Kwa hiyo bila kupoteza muda, naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme rasmi nimezindua hili kundi la Chadema Queen's Kitchen, ya kwamba ofisi ya kanda kupitia ofisi ya katibu ambaye ni mimi hapa, tutaweza kuchangia sufuria 10, sufuria 10 na sahani za mfupa 100, ikiwa ni sehemu ya kuongeza nguvu ya kundi lenu. Maana mmeniambia mmechangiza, mmeanza kununua vyombo, na vimoja hapo ni vile ambavyo nimeviona pale jikoni, lakini vingine nimesema viko store, ila mtahitajika sana kwa sababu mko kwa ajili ya jamii. Sitarajii kama mtakuwa kama wale walioko mitaani wanaotumia nguvu kubwa sana, gharama kubwa. Mtatumia gharama ambazo ni reasonable kwa ajili ya jamii. Lakini kwa wale ambao wamepata maafa, let's say wamepata msiba, Chadema tupo kwa ajili ya jamii, ikiwa ni sehemu ya Chadema family. Tukio lingine la pili ilikuwa ni kukusanya vijana na kuwaweka pamoja. Vijana ni nguvu kazi. Lakini sensa ya mwaka 2022 inaonyesha kwamba vijana walikuwa takriban milioni 29, ambao ni namba kubwa sana kukompea na kundi la wanawake au la wazee na watoto. Kwa hiyo kama milioni 61 point something ni wananchi wote waishio Tanzania na 29 ni vijana, maana yake vijana nyie ni wengi kuliko kundi la watoto ambao ni chini ya miaka 18 na wale wazee wasioweza kufanya chochote hadi wasaidiwe, si ndio? Kwa Chadema inatambua hili kundi, na ndio maana chama chetu kimekuwa kikipiga kelele sana kwamba hawa watu,
Hili kundi la vijana ni nguvu kazi, haitakiwi kupuuziwa. Kwa hiyo Chadema tumeanza hapa Dodoma mjini kuwakusanya. Kwa hiyo mimi naomba niwakaribishe, mko sehemu salama. Mko sehemu salama kwa ajili ya kuweza kupigania haki zenu na haki za kitaifa. Hatujawaita hapa tuambie shikeni mapanga wala bunduki. Tumewaita kuambia kwamba tunatambua nguvu ya vijana. Tunatambua kwamba vijana wakiwezeshwa wakapewa semina ya uchumi wanaweza wakatoka hapo walipokwama. Lakini tunatambua vijana wakipewa elimu ya kiraia wanaweza kujua kwamba wafanye nini katika jamii yao ili waweze kupata haki na huo uhuru unaoongelewa.